zilikuwa laana za aina tatu. Kuna laana za nyoka, kuna laana za Adam, kuna laana za Hawa, alafu kuna laana za viumbe vingine, ni za aina 4. Nikauliza katika hizi laana zote ni laana gani kubwa? Wakina mama wakasema kuzaa kwa uchungu ni laana kubwa kuliko zote. Wanaume wakasema kula kwa jasho ndo laana kubwa kuliko zote. Umeona? Sasa laana kubwa kuliko zote pale ni 2. Laana 2 ndo kubwa kuliko zote. Laana ya kwanza kubwa kuliko zote anasema kwamba umavumbi wewe, mavumbini utarudi. Umavumbi wewe, mavumbini utarudi. Unajua anaposema umavumbi wewe, mavumbini utarudi anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba mauti inapata nafasi. Mauti inapata nafasi. Sio kwamba mauti haikuwepo, mauti ilikuwepo, lakini ilikuwa haina nafasi mpaka ilipopata mlango wa kuingilia. Mlango wa mauti ni dhambi, maana anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi ikiingia, mauti ipo nyuma ya dhambi. Kwa maana hiyo sasa anasema umavumbi wewe, inamaanisha tangu wakati huo mwanadamu hataweza kushinda mauti. Adamu hakuumbiwa afe, umeona, hakuumbiwa mauti, lakini tangu wakati huo hataweza kuishinda mauti, hataweza kuishinda dhambi. Kwa hakukuwa na mwanadamu yeyote chini ya dua ambaye angeweza kupambana na dhambi akaishinda. Umeona? Sasa utaniuliza watakatifu wale, manabii waliotokea, hilo tutalijibu baadaye. Sawa, tunaendelea. Hiyo ndo laana namba 1 kubwa. Lakini laana ya pili kubwa kuliko zote ni kwamba nami ninaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke utauponda uzao wako kichwa, uzao wako utauponda kisigino. Hiyo ndo laana kubwa ya pili ambayo Mungu ametaja. Kwa katika laana zote hizi, laana 2 ndio laana kubwa kuliko zote. Ijapokuwa hii ya pili haituhusu wanadamu. Umeona, inamuhusu huyo nyoka na mamlaka yake zilizomtumia. Hii laana ya kwanza ya mauti ni ya wanadamu wote. Sijui unanielewa? Sasa ukielezea